mpaka hapa kwenye hatua ya robo finali. Nadhani timu ambayo imecheza mechi chache zitakuwa ndo hizi za ligi kuu kwa sababu hawakucheza zile hatua za awali. Kwa hiyo nadhani hao wote wako sawa. Si timu za ligi kuu zote zinaanza hatua timu 64 hatua 64 bora, yes, 32 16 ndo mnaenda kwenye hatua robo. Kwa hiyo umecheza mechi tatu. Timu gani imekuvutia zaidi? Timu ambayo imenivutia kwa hizi ambazo zimevuka kufika kwenye hatua hii, kwangu nafikiri ni hizi top teams ambavyo zimecheza, zimekuwa na nyakati nzuri. Mgawanyo wa wachezaji ambao wanawatumia kwenye mechi za ligi na mechi hizi za CRB Federation Cup wameonyesha kitu ambacho kimekuwa ni tofauti, na unaona kuna nyakati ambazo waliulizwa maswali magumu na wapinzani wao, lakini wakaja na majibu ambayo yalikuwa ni sahihi. Timu ambayo imenivutia zaidi kwangu naweza nikasema ni JKT Tanzania, kwa jinsi ambavyo wamecheza, wamekuwa na kitu kizuri ambacho wamekifanya. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinanivutia zaidi kwao, kuanzia kwenye ile hatua ya 64 bora, wamekuja mpaka kwenye hatua ya 32 bora, mpaka hapo kwenye hatua ya 16 bora. Ni timu ambayo kila ilivyokuwa nacheza mechi yake, walikuwa wanacheza na timu ambayo unasema ndo zile timu ambazo zinapata nafasi ya kukutazama afu wewe upate nafasi ya kuzitazama. Lakini angalia approach ambayo alikuwa anaingia nayo kuanzia mwanzoni wakati mechi zinaanza. Unaona ni timu ambayo inamuonesha mpinzani kwamba mimi natakiwa niwe wa kwanza kwenye kupata kitu kizuri kuliko ambavyo wewe utaanza kunipa wakati mgumu. Ukiangalia kwenye mechi ambazo wamezicheza JKT, utaona kwenye dakika 30 tu za kipindi cha kwanza walikuwa tayari wameshaimaliza mechi. Yaani zile dakika 30 walikuwa wanazitumia vizuri sana kwa ajili ya kupata kitu ambacho ni kizuri. Ni kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanacheza na wapinzani ambao haujui wanakuja na ubora kwenye eneo gani na udhaifu kwenye maeneo gani. Ndio. Na unajaribu kuangalia jinsi ambavyo walikuwa wanajaribu wao kuwa wa kwanza kama timu ya Premier League, kwamba hawa kabla hawajapata momentum ya kuona wanaweza kuhimili mikiki ya ligi kuu, tuwe tayari tumeshawaadhibu. Tofauti na hizi timu nyingine, kwa mfano ukiangalia Young Africans walicheza, kuna mechi walishinda goli 2, kuna mechi walishinda goli 7, ile kama unakumbuka ile ya goli 2 kama sio 3 ya Buba Jamel aliwaka sana kwenye ile mechi. Lakini baada ya hapo kuna mechi walicheza dhidi ya Polisi, ndio ile alishinda goli 7. Lakini amekuja kucheza mechi dhidi ya TMA, unaona jinsi ambavyo walikuwa wamekutana na wakati mgumu. Ni kitu ambacho JKT kwangu walikuwa anakionyesha tofauti, kwamba tunacheza na timu ambayo sio ya daraja letu, lakini kuna muda ukimruhusu mpinzani ambaye sio wa daraja ambao mnafanana, ndio akapata momentum ya kuweza kupambana na wewe kwa muda mrefu, anaweza akaona kwamba kumbe naweza nikamachi nao kwenye kila baadhi ya matukio ya kiwanjani na nikampa mechi ngumu, kama ambavyo ilikuwa kwa Young Africans kwenye mechi yao. Unaona jinsi ambavyo walikutana wakati mgumu dhidi ya TMA mpaka ikalazimika dakika ya 68 kipindi cha pili wanapata goli. Lakini kwa JKT Tanzania wamenimpress kwa sababu wao walikuwa wanaonesha kwamba sisi daraja letu hatutaki kumpa mpinzani muda wa kupata nguvu ya kuona kwamba anaweza kushindana na sisi kwenye kiwanja, kwa sababu sisi hatujui atakuja na approach ya namna gani.